covenant of blood and over. What the covenant of blood and over. Pigia Yesu makofi mazuri. Andika tu nitakueleza, nitaenda polepole na tutaelewana sisi wote. Na nataka tuende kile tunaita introduction. Nataka tuende katika kile tunaita introduction. Utangulizi. Na Yesu asifiwe. How many are happy? If you are happy, wave at me. Asante. If you are not happy, may you be happy in the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen to the pamoja. In the book of Exodus, 24, nataka kueleza tupande kidogo ili uweze kuelewa. Exodus 24, unaweza kufungua pale tu. Kitabu cha Exodus 24. Kwa neema ya Yesu Kristo. Mstari wa kwanza unasema nini? First verse. Verse 1. The Lord said to Moses, "Come up to the mountain to me, you and Aaron, Nadab, Abihu, and the 7 leaders of Israel." Tika hapo. Maandiko inasema kuna wale watu wanatajwa pale. There is Moses. Maandiko pia inasema there are 7 people. Let me call them people. There are also 2 sons. Moja and Abihu. Na nataka nieleze pale. Sikiliza twende pamoja. Huyu ni Musa ambaye ni Moses kwa Kiingereza. Vile vile kuna watoto wawili ambao ni watoto wa Aaron. Na kuna wale wanaume, maandiko yanasema 7. Sikiliza twende pamoja. Siku moja Mungu akawaambia, nyote kujeni kwenye mlima. Come to Mount Sinai. Nyote kujeni kwenye mlima Mount Sinai. Sikiliza twende pamoja. Walipofika, Mungu akamwambia Musa, panda mlimani peke yako. Wale wengine 7 men and 2 sons wabaki chini ya mlima, wasipande juu. Maandiko yanasema na Musa alipopanda kwenye mlima, sauti ya Mungu ikaja. Mungu akakuja kwake, akampa sheria, akampa instructions vile wanafaa kufanya. Wangapi tuko pamoja? Alipoambiwa vile wanafaa kufanya, maandiko yanasema wale watu, sikiliza, wakafanya kile tunaita kuchinja. Wakachinja nini? Wakachinja dhabihu aina ya wanyama. Basi damu ikatoka. Na maandiko yanasema kuna kitu Musa alifanya. Akawaambia, hivi ndivyo Mungu ameniambia, mfanye hivi na hivi. Wakasema, sisi tutafuata sheria zile umepatiwa na Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Waliposema wakafuata sheria, Musa akawaambia vile wakafanya. Wakachinja, damu ikatolewa. Lakini maandiko yanasema na Musa, ile damu iliyotolewa, Musa akachukua sehemu akaweka tuseme kwenye bakuli ama beseni. Akafanya kile tunaita sprinkling. Akawanyunyizia wale watu. Kwa nini damu ilitumika hapa? Damu ilikuwa iunganishe hawa watu na yule Mungu amezungumza na Musa. Pigia Yesu makofi mazuri.
Now, hiyo inatuletea kile tunaita covenantal blood. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, check here. There is God and these are the people. So in between God and the people, there was blood. So blood was connection between God and the people. Now sikiliza twende pamoja. Covenantal blood ama the covenantal blood inamaanisha nini? Hii kazi ama hii damu kitu inafanya. Inaunganisha watu na sauti ya Mungu, ili kile Mungu amesema kiweze kutendeka kwa watu. Pigia Yesu makofi mazuri. So covenantal blood means ushirika baina yako na Mungu ambao unakuja kwa sababu ya damu ambayo inatiririka. Now listen this carefully. Kitu chochote Mungu amesema atafanya hakiwezi fanyika kwa watu bila damu. Halo. Nilieleza hapo zamani, lakini ningependa kusisitiza, chochote Mungu amenena kifanyike hakiwezi fanyika bila damu. Hakuna yeyote, sikiliza, hakuna chochote kitafanyika bila damu. Mungu akisema I am going to save my people, nitawakomboa watu wangu na watu ambao ni wengi, lazima kuwe na damu ndio aweze kukomboa watu wake. Pigia Yesu makofi mazuri. Na usikiliza twende pamoja. Kwa hiyo kile tunaita covenantal blood ama the covenantal blood. The covenantal blood, this is blood connecting God and the people. Number 2 is the power flow. Daeleza hapo. The power flow channel. Daeleza pale. Wakati nasema the power flow channel, je, inamaanisha nini? Hakuna nguvu itatoka kwa Mungu ifike kwa watu bila kile tunaita damu. So damu huwa inabeba nguvu za Mwenyezi Mungu ili isiweze kufika kwa watu. Pigia Yesu makofi mazuri. Na usikiliza ili unielewe vizuri. Mganga akitaka akufunge vizuri ili usiwahi kurudia Mungu, lazima akuitishe mnyama ambaye utamwaga damu. Halo. Salimia mwenzako, mwambie sio wakati wa kulala. Amka. Pigia Yesu makofi mazuri. Na usikiliza. Mganga ama mfanyikazi wa shetani akitaka akufunge kiasi cha kwamba hautawahi kurudia Mungu, lazima, sikiliza, atamani na ni lazima ademand, lazima akwambie, lazima ulete damu. Atakuitisha ng'ombe au mbuzi au kondoo, ili ile damu ikishamwagika, sikiliza, sauti ya shetani iweze kufika kwako kwa haraka. Pigia Yesu makofi mazuri. And that's why familia mingi zilizofungwa na zilizotumana mganga akaja, lazima angekuitisha kuku, akuitishe mbuzi, ama akuitishe kondoo, ama akuitishe ng'ombe, kuhakikisha akishaambia mapepo yawe yanatawala hiyo ngoma, haiwezi toka pale, imemiliki mpaka ukoo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo damu inakuunganisha wewe na uwezo wa shetani. Kwa hiyo yule mganga ni kuhani wa kuhakikisha wewe na shetani umekuwa kitu kimoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Let me now use two people to just come over. Look at this ili tuelewane vizuri. Simama hapa juu. Songea hapa pande hii.
Steve, songea pia. Songea tu pande, ina shida. Na angalia hapa, nataka nikuonyeshe. Huyu akiwa ni shetani na huyu akiwa ni binadamu. Sawa sawa. Huyu atakuwa mfanyikazi wa shetani. Huyu ndiye mwanadamu. Basi huyu mwanadamu ndio aunganike na shetani. Huyu mganga kuna kile atakuitisha damu kuhakikisha huyu na shetani wamefanana. Hii nguvu ya shetani, sikiliza, ndio hije hapa. Haiwezi kuja bila kitu tunaitaka. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna wakati nilikuwa nahubiri Kilui huko Kitui, elekea Kanyangi huko. Kuna mganga kule, sikiliza, alikuwa anaeleza vile huwa anamaliza Wakristo wanaanza kumwacha Yesu. Akona special occasion yake ambapo anatafuta kondoo kama 10, anachinja na mwanga damu. Akishafanya hivyo, mapepo yanakuja kwa wingi, yanatawala hiyo area. Basi hata kukija mchungaji, hata kama ni nani, hawezi pata washirika hata 10. Wote wanafyekwa. Na kama kutakuja mtu afungue kanisa ifaulu pale, ni yule amekuja na ametii sheria za shetani, ndiye atafungua kanisa ifaulu. Lakini ukija ukiwa ni wa Mungu, hauwezi faulu, kwa sababu tayari kuna damu iliyomwagwa katika tambiko la kuleta watu wa shetani wawe kitu kimoja. Ile najaribu kuonyesha ile agano ya mganga na hawa watu imeletwa pamoja na kitu tunaita damu. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaweza kaa chini na sikiliza, twende pamoja. Kuna kitu kingine ambacho nimekiona kwa sasa. Waganga wa siku hizi wamekuwa werevu kidogo. Wakianza kukuitisha sadaka, wanakwambia siku hizi hatutoi sadaka, hatutoi wanyama, tunatoa. Unaenda unauza ile mbuzi, unaleta pesa. Na sikiliza, twende pamoja. Atakwambia leta pesa inatoshana na mbuzi ama ng'ombe. Kuhakikisha ile sheria yao haujafunja, umefuata. Nataka nikuonyeshe hapa ili twende pamoja. Nisikilize vizuri. Yule mganga baada ya kumletea zile sadaka, hawezi tumia bila kumwaga damu. Anangojea hata unaenda, yeye anatafuta kitu ambacho kinaweza toa damu kivyake, alafu anafanya ibada ili sauti ya shetani ikufuate wewe. Na ndio naona, angalia hapa nikuonyeshe. Kama ushaenda kwa mganga siku moja, ukatoa damu ikamwagwa, sikiliza, hapo ushaenda kwa mganga akakuitisha sadaka kiasi fulani, akamwambia hiyo ni sadaka yenye wao. Mnakaa hata kama ni miaka 10, unaanza kuona watu wa pale kwenu, ndoto zimebadilika. Sikiliza, unaanza kuona ukiwa kwenye sherehe, mara unakula hiyo mbuzi na ujui ilichinjwa lini, mara unabeba hiyo damu ujui ilitoka wapi. Lakini ni wale waganga wanafanya hizo dhabihu zao ili kuweza kuwakamata Wakristo, na wanatumia agano la damu. Pigia Yesu makofi vizuri. Kwa hivyo covenantal blood is the power flow channel. Ni ile nguvu inakuja kwa watu kupitia kwa ile damu. Na sikiliza, Mungu angeweza kumaliza nguvu za shetani bila damu. Lazima angetumia special blood kuhakikisha nguvu za shetani zimeshindwa. Revelation 12:11. Revelation 12:11. Twende pale tu. Revelation 12:11. Verse 11. Yes. Our brothers and sisters won the victory over him by the blood of the Lamb and by the truth which he proclaimed. Maandiko yanasema brothers and sisters. These brothers and sisters, these are people of God. These are people who obey God. Hawa ni watu ambao wanaomtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema walimshinda dragon ama shetani kupitia kwa damu ya mwanakondoo ama damu ya Yesu Kristo. Hii inamaanisha nini?
hakuna nguvu ingemuondoa shetani kwa watu kuliko nguvu ya mwana kondoo ambapo ni Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? So the blood of Jesus Christ has power to defeat. Listen, twende pamoja. Just the two people kuonyesha hapa kama panda. Angalia, inua mikono yote. Huyo ni Yesu na damu yake, na huyo ni shetani na damu zake. Sawa sawa. Angalia hapa, ni kuonyesha damu ya Yesu Kristo inahakikisha nguvu zile za Mungu zinakuja, alafu zinakuja kwa watu. Alafu zile damu shetani zinakuja kwake. Sikiliza, zinahakikisha nguvu za shetani zinakuja, zinaingia kwa watu. Now listen this. But the blood of Jesus has power than this. The blood given to Satan. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Now listen, ikiwa umeokoka, sikiliza, you are using the blood of Jesus, or you use the blood of Jesus to overcome Satan. Kae chini. Ikiwa umeokoka, hautumii damu la wanyama, hautumii damu la watu, hautumii damu lingine, unatumia damu la msalaba ambapo ni damu la Yesu Kristo. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Unatumia damu ya nani? Ya Yesu Kristo. That's why the Bible says, kila mtu ambaye amekuja kwa Yesu Kristo, kuna ile sehemu ya damu inanyunyiziwa kwake kuhakikisha anakuwa msafi. Kumaanisha mtu yeyote, damu ya Yesu Kristo inagawanywa kwa mataifa yote na kwa kila mtu ambaye anakimbilia Mungu na anakimbilia nguvu za Mungu. So all of us, we know up to that point that the blood of Jesus has power. The blood of Jesus has power over any other blood. Salimia mwenzako, mwambie, do you love the blood of Jesus? Amesema nini? Na angalia hapa, what the covenant of blood can offer. Kama damu huwa inaunganisha mwanadamu na Mungu, ama damu inaunganisha mwanadamu na shetani, lakini nataka tuendelee upande huu. Damu kuunganisha, sikiliza, damu kuunganisha mwanadamu na Mungu. So wakati damu inaunganisha, sikiliza, mwanadamu na Mungu, kuna zile sheria zinatumika pale. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Now listen carefully tunapoenda pale. Now what the covenant of blood can offer? The covenant of blood can offer the following. Or to offer means to provide. And it offer the following. Now listen. Mtu anaweza akajiuliza, damu ya Yesu Kristo inafanya nini? Tunajua nyimbo mingi. Wakati wanajua nyimbo mingi za damu ya Yesu Kristo. Kuna wale wanajua damu ya Yesu Kristo husafisha kabisa. Wangapi wanajua hiyo? Wakati wanajua damu ya Yesu Kristo ni ulinzi. Pigia Yesu makofi mazuri. Damu ya Yesu husafisha kabisa. 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 Pigia Yesu makofi mazuri. Now, hiyo tunajua, but according to the Bible, the blood of Jesus can be used to cleanse. Na nataka uone hapa, the blood of Jesus can offer a curse. And we are going to the Bible and see. People all over and the Christians, watu wengi ambao ni waamini, wanaamini Yesu, wanajua kwamba damu ya Yesu Kristo huondoa mtu kwa dhambi. Hiyo ni kweli. Kusafisha mtu anakuwa mweupe, yes. Inaponya watu, yes. Hiyo ni kweli. Inafanya mtu
awe na uwepo wa Mungu, hiyo ni kweli. But also the blood of Jesus can over a curse. And we want to know how. Maana tumesoma Revelation 12:11, maana inasema hiyo damu inamshinda nani? Shetani, dragon, because it's powerful. When you hear the blood of Jesus, what do you think? People, they think it's just blood like an animal. Now listen this. Kuna mtu akiona unakata mbuzi toke ndani, atapiga nduru. Kuna watu ukichinja mbuzi akiwa karibu anapiga nduru, na hiyo nyama hawezi akakula hata kidogo, maana ameona damu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa nini mtu anaogopa damu ya mbuzi na ni damu? Lakini nataka tuone hapa ili tuweze kuelewa zaidi. This blood of Jesus, how can it curse? How can this blood bring a curse to a believer? Turn with me the book of, listen. Turn with me the book of Hebrews 10. Let's go there. Hebrews 10, 26 to 29, 26 to 31. Hebrews 10, 26 to 31. Hebrews 10, 26 to 31. Just go there and we see what the Bible says. Hebrews 10, 26 to 31. Just go there and we see what the Bible says about the blood. Psalm 26. Listen carefully as you read. Verse 26. Yes. For there is a sacrifice that will take away sins if purposely God's sin after the truth has been made known to us. Verse 27. Instead, all that is left is to wait in fear for the coming judgment and the fierce fire, which will destroy those who oppose God. Next. Verse 28. Verse 28. Listen carefully. Anyone who disobeys the laws of Moses is put to death without any mercy when judged guilty. Yes. What then, verse 29. Verse 29. What then of those who despise the Son of God, who treat as chief thing the blood of God's covenant, which purified them from sin? Fika hapo tu. Naomba tuwe pamoja. Now listen this carefully. Listen this carefully. From 26 to 29. Hasta 28. Balio mstari wa 28. Balio mstari wa 28. Rudia verse 28. Verse 28. Yes. Anyone who disobeys the law of Moses is put to death without any mercy when judged guilty on the evidence of 2 or more witnesses. Hiyo ni 28. Maandiko inasema hivi, sikiliza. Yeyote alifunja sheria za Musa. Sikiliza twende pamoja. Yeyote alifunja sheria za Musa aliuawa bila huruma. Nataka twende pamoja. Kuja hapa nyinyi wawili. Angalia hapa nikuonyeshe Bwana Petro kamwambia wewe kuja, pigia Yesu makofi mazuri. Na msalimia mwenzako, mwambie bi halati. Mguse tu msalimie, pigia Yesu makofi mazuri. Now check here. Huyu ikiwa alikosa sheria za Musa wakati ule, maandiko inasema hawa wakisema ni kweli amefunja sheria za Musa. Tulimwona akifunja sheria za Musa, zinasema hivi, tulimwona akifunja. Alikuwa anauawa papo hapo, anauawa bila nini? Huruma. Tunaelewana vizuri? Alikuwa anauawa bila maneno hapa tu. Angalia hapa kiukose kuelewa. Maana inasema mtu yeyote alifunja sheria za Musa. Ukiwa na watu ambao wameona kwamba huyu amefunja,
2 or 3 witnesses. Witnesses ni wale wanaona ukivunja. Maandiko inasema ulikuwa unauawa bila huruma hata kidogo. Bila huruma hata kidogo. Pigia Yesu makofi mazuri. Pale mbele Biblia inauliza hivi. Sikiliza, ikiwa ukivunja sheria za Musa, ulikuwa unauawa bila huruma. What of Verse 29. Verse 29. What then of those who despise the Son of God? What then who despise the Son of God? Son of God? What then despise the Son of God? Who treat as cheap the thing, the blood of God's covenant? Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikueleze pale, maandiko inasema kuna vitu viwili. Nataka nikueleze pale. Steve kuja hapa na huyu. Angalia. Wakati umekuja, sikiliza, umekuja kwa Yesu, ukaanza kuomba, ukaanza kuimba, ukaanza kujua maandiko. Mwingine amesikia habari ya Yesu, akaanza kuja, akaanza kuimba, akaanza kufanya kila kitu. Sikiliza. Ukaanza kuja kanisa and you are now moving one way. You worship on Sundays or any other day. You pray, you read the word, you are growing in spirit. Now listen carefully. Maandiko inasema pande ni juu. Maandiko inasema vile unaendelea na Mungu kuomba, unaendelea kujua neno, unaendelea kusupport kazi ya Mungu. Sikiliza. Damu ndio imekusamea. Sikiliza twende pamoja. Kile ulikuwa unafanya kabla uje kwa Yesu Kristo, maandiko inasema wewe ulikuwa, sikiliza, katika hali ya uchafu, katika hali ya kuchafuka. Sawa sawa. Lakini wakati ulijiunga na kanisa, ukaachana na dhambi, ukaanza maombi, ukaanza kesha, sasa umesafishwa. Ile damu imekusafisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini ukiwa unaendelea na Yesu hivyo, ikafika mahali ukasema, let me put a break about worship. Ukakaa nyumbani. Ukafika mahali ukasema, let me put a stop about it. Kwenda kusema no, let me stop. Ikafika mahali ulikuwa unaendelea na kesho, ukasema let me put a stop. What are you doing now? The Bible says you are traveling over. You are traveling over. Take your Bible. You are traveling over the Son of God. Maandiko inasema you are traveling over the Son of God. Traveling over the Son of God. And number 2, you are doing what we call prophet. You are bringing what we call prophet in the blood of Jesus. In the blood of Jesus Christ. Jesus Christ. Pigia Yesu. Pigia Yesu pamoja. Ushaidiwa, sikiliza twende pamoja. Steve naomba nikutomee kidogo tu. Lala hapa tu fulani. Lala fulani. Ukiangalia hivi. Hivyo sana. Lala tu fulani ina shida. Na angalia hapa. Maandiko inasema ikiwa ulikuwa umeanza safari ya wokovu. Sikiliza. Damu ya Yesu ikakusafisha, ikakusamea hizo dhambi, ukawa na Yesu. Ukaanza kesha, ukaanza kuja kanisani, ukaanza kuabudu, ukaanza kusikia neno, ukaanza kuandika notes, hata kutamka mambo ya Yesu Kristo. Wengine wakaanza kuongea kwa dini, wengine prayers, wengine evangelism. Halafu ukafika mahali ukasema no, this is so much. Ukarudi mambo ya kitambo. Ukarudi ule wakati uko unaenda kesha. Ukarudi ule wakati uko unaomba. Ukarudi ule wakati uko unasoma Biblia. Maandiko inasema umemkanyanga. Amshamaliza kumwambia usilale hapa. Pigia Yesu makofi mazuri. Na angalia maandiko inasema umekanyanga Yesu. You are traveling on the Son of Jesus.
Imagine kukanyaga shetani Yesu hivyo. Do you think wakati wewe umekanyaga utaanza kulia? Umekanyaga shetani hivyo, atalia. Lakini wakati umekanyaga Yesu hivyo, swali ni, are you doing the good thing? Pigia Yesu makofi mazuri. So maandiko inasema wakati Yesu tayari amekuokoa, amekuleta kwake na umeanza kurudi nyuma, umemkanyaga hivi, you are trampling on the Son of Jesus. And the Bible says you are trampling on the Son of God. Now sikiliza twende pamoja ili usiache. Wakati wowote shika kidole yako moja tulikuonyesha. Ambia mwenzako shika kidole moja. Wewe ni mwalimu wa watu wote ambao wanapenda Mungu. Ambia mwenzako shika kidole moja. Pigia Yesu makofi mazuri. Na angalia hapa, ikiwa siku moja ulikuwa unakuja kesha katika mahali ukaachana na kesha sote, that's what you are doing. Umekanyaga Yesu hivyo tunamkuwa. Kumwambia Yesu, hold on. And that thing, Biblia inasema, do I doing that? Ikiwa wakati wa Musa mtu alikuwa anauawa kwa sababu ya kuvunja sheria la Musa, ukikanyaga shetani hivyo, sikiliza, your punishment, sikiliza, kichapo chako, uharibifu wako utakuwa, sikiliza, zaidi ya wakati wa Musa. Pigia Yesu makofi mazuri. Ikiwa umekuwa mtu wa kanisa ukafika mahali ukaacha, umekanyaga Yesu hivyo. So maandiko inasema kukanyaga Yesu hivyo, sikiliza, ni kama, sikiliza, ni kama, sikiliza twende pamoja, ni kama kuita, sikiliza, mbingu yote iweze kukumaliza proper. Na sikiliza twende pamoja, ikiwa ulikuwa unatoa kusupport kazi ya Mungu, watu waende kusema, alafu katika mahali ukaacha wasema nimechoka, hivyo ndivyo umefanya Yesu. Now my question is, na swali langu ndio hii. Mimi tangu nianze kuhubiri, mhubiri yoyote asikiliza, anaeneza Injili, ikifika mahali aseme nimechoka, aache kuhubiri, aanze kukaa nyumbani. That's what he is doing. Amekanyaga Yesu hivyo. Na akiwa amekanyaga Yesu hivyo, hakuna mbingu itakuwa na furaha. Maandiko inasema kwa huyo mtu ambaye damu inamsaidia akafika mahali akaacha, akarudia mambo ya zamani, akarudi huko, basi huyo mtu uharibifu wake na kitabu chake kitakuwa zaidi ya watu kwa wakati wa Musa. Sema Mungu nisaidie. Wakati tuko pamoja mpaka pale. Ikiwa siku moja ulikuwa unaosha kanisa na ukaacha, siku hizi umelegea, siku hizi umekuwa lesi, hautaki kufanya hivyo, umelegea, maandiko inamaanisha, au maandiko inasema you are tumbling, sikiliza, unakanyanga, sikiliza, unakanyanga Yesu hivyo. Now listen this carefully. Kuna siku, sikiliza, pengine listen this carefully. Kuna siku ulikuwa unaomba unahisi kabisa umejazwa na Roho, unahisi hata unalia ukiomba, lakini this time ama wakati kama huu you are dry kabisa. What have you done? You are backsliding. You are not growing in spirit. Unarudi chini. So you are trembling. Umekanyanga Yesu hivyo. Na kuna mtu yeyote atapenda ukiwa umekanyanga? Hakuna. Basi nani anataka Yesu apende watu wakiwa wamekanyanga? Pigia Yesu makofi mazuri. Na wakati mmoja nikisoma Biblia nikaona kila wakati unapopaka slide, unapokuwa unaendelea na kesha ukata, hiyo huwa inaandikwa kwa mambo ya kiroho. Ulikuwa umeanza kugrow kimaombi, umerudi chini, huwa inaandikwa. In next time we learn kwa nini mbingu inaandika hizo vitu. Because you punished Jesus. Sikiliza. Yaani ulikuja katika lengo, sikiliza, la kuweza, sikiliza,
kuweza kuleta kitu tunaita you are punishing the work of God, you are punishing the kingdom of God, you are punishing Jesus, and that's why Jesus is not happy with it. Pigia Yesu makofi mazuri. Naweza kutoka. Jambo la pili, profane ni aibu. Other fashions uses at different time like disrespect, lakini kuna kitu tunaita profane. My Bible says profane the blood of the covenant. Tusomea 29. Sikiliza 29 vile inasema. Verse 29. Verse 29. What then of those who despise the Son of God, who treat as cheap the thing, the blood of God's covenant, which purified them from sin. Which purified them from sin. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen. Ukiletea damu ya Yesu Kristo aibu, sikiliza. Maandiko yanasema huyo mtu atapata kile tunaita uharibifu. Mtu anaweza jiuliza, mimi naletea damu ya Yesu Kristo aibu kwa njia gani? Listen. Maandiko yanasema yeyote ataletea damu ya Yesu Kristo aibu atalaaniwa. Yeyote ataletea damu ya Yesu Kristo aibu atalaaniwa. Unaweza kujiuliza, mimi naleta aibu kwa njia gani? How do I bring shame to the blood of Jesus? Mimi naletea damu ya Yesu Kristo aibu kwa njia gani? Let me show you. Let's come over here. Listen this. Tuseme ulikuwa, listen this carefully. Sikiliza nikueleze. End time like Steve, unasimama hapo mbele unaongoza chorus. End time utakuja na useme sitaimba na ukae pale kwa sababu ya fikra zako na pengine shetani amekukamata. Tayari unaleta aibu. Halo? Tayari unaleta nini? Aibu kwa damu ya Yesu Kristo. Na maandiko yanasema ukifanya hivyo, wewe ambaye unaleta aibu kwa damu ya Yesu Kristo, what do you deserve? Maandiko yanasema you deserve a punishment that is more than the days of Moses. Wakati wa Musa watu waliuawa. What of you? Uwawe ama upelekwe jehanamu? That's you will answer yourself. Pigia Yesu makofi mazuri. Jambo la pili, unaleta aibu kwa mwili wa Yesu Kristo kwa njia gani? Ulikuwa mtu mzuri, haukosangi ibada, kila Sunday unaonekana. Siku moja ukaamua kwa raha zako hautakuwa ukija kanisani. Siku moja au mbili, listen this. Watu wanakuona kule kwa kijiji, mbona hujaenda kanisani? Wale watu walikuwa wanakutazama waje kanisani, tayari umewafanya waanze kuwa na fikra mbili. Fikra ya shetani na ya Mungu. Kwa hiyo unaleta aibu kwa damu ya Yesu Kristo. Na maandiko inasema mtu huyo amelaaniwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Wewe ulikuwa ni mtu wa kupenda kesha, mpaka watu ikafika mahali wakasema vile naonanga Steve anapenda kesha, hata mimi nitakuwa mfano wake. Ikafika mahali ukalegea. You are bringing shame to the body of Christ. Pigia Yesu makofi mazuri. Ulikuwa unatoa vitu zako kusimama na kazi ya Mungu, ikafika mahali ukaacha kabisa. What are you doing? You are bringing shame to the blood of Jesus. Ulikuwa umeanzisha even in prayers. Ikafika mahali hata wakati wa maombi kanisani hakuna kitu unafanya, lakini uwezi kuenda katika maombi. What have you done? You are bringing shame to the body of Christ. Why? Because ulikimbia sana kama mtu ambaye anapenda Mungu. Mungu akakusamea, damu ikakuosha, ikakubali, ikakupa kibali, ikakupatia nafasi ya kuweza kugrow. Lakini ikafikia mahali ukataka ile damu ikuletee aibu. Now listen, nikupatie mfano. Listen. Kule hospitali, unaweza ona mwanaume mzima kama huyu amejikotolea na akakupu. Ukajishika kwa sema jamani, mtu mzima haikui.
Sikiliza. Basi wakati ulikuwa unaenda na Yesu, haukuwa unagonjolea na haukuwa unapopo. Lakini wakati sasa umerudi nyuma. Sikiliza. Mbingu inaona aibu. Umeletea damu ya Yesu Kristo kile tunaita aibu. Pigia Yesu makofi mazuri. Na maandiko yanasema mtu kama huyo, you deserve, sikiliza, you deserve a better punishment than times of Moses. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, watu huona ni kawaida tu kwamba slide alafu ile baadaye. Kwa Mungu na kulingana na Biblia sio kawaida. Anytime you backslide, the devil is happy, but the heaven is never silent. Wakati wowote umerudi nyuma katika wokovu, the mbingu hakuna wakati imenyamaza. Is there watching? Siku moja nikasoma kitabu cha Isaya, nikaona kumbe mbingu, kuna wakati mbingu inaanza kulia kwa sababu damu yake ilimwangika ya Yesu Kristo kwa sababu ya dunia. Lakini wale walioshwa kwa damu, vile walioshwa wakawa wasafi, wanarudi kule kule. Mbingu inaanza kulia. Anytime una backslide, anytime umejiondoa katika kanisa, anytime ulikuwa unasoma neno ukaacha, anytime ulikuwa unakuja kanisa mapema ukaacha, anytime, sikiliza, ulikuwa unakesha ukaacha, mbingu huwa inalia. Na hakuna mtu ambaye analia ndani yake hana maumivu. Swali linabakia kwetu hapa, is the heaven, mbingu iko na furaha kwa sababu yetu, ama kuna kilio kinaendelea mbinguni kwa sababu kuna damu ilitumika mahali, baadaye damu ikapata aibu? Hiyo ndio swali ninakuachia wewe tukisonga. That one inasema nini? 30 and that one. Verse 30. We know who said, I will take revenge, I will repay. And who also said, the Lord will judge these people. Verse 31. Verse 31. It is a terrifying thing to fall in the hands of a living God. Maandiko inasema 30 and 31. Verse 30 and 31. Maandiko inasema, sikiliza, Mungu hawezi kosa kutoa hukumu. Halo? Kwa hiyo wakati wowote umedharau damu yake na umemkanyanga na Mungu, sikiliza, umebackslide. Sikiliza, maandiko inasema God, Mungu atahukumu. Hata kama anasamea atahukumu. That one inaendelea kueleza zaidi. Ikisema it is a terrifying thing to fall into ni kitu, sikiliza, ni kitu kinachotisha, ni kitu kinachotisha kuanguka mikononi mwa Mungu. Now listen and see this. Angalia hapa. Lete kitabu, kuja na kitabu. Check here. Maandiko yanasema it is dreadful, ni kitu ya kutisha. Wewe mwenyewe ukianguka mikononi mwa Mungu. Ukianguka kwa njia gani? Ulioshwa kwa damu ya Yesu, ukasamehewa dhambi. Alafu all of a sudden umeamua kumwacha Yesu, umeamua kumisbehave, umeamua kwa sababu ulisema ukaacha Mungu, kwa sababu umechoka ukaacha, kwa sababu Mungu amechelewa kujibu ukamwacha. Maandiko inasema ukishamwacha umemkanyanga Yesu. Na ukishamkanyanga Yesu umepatia aibu damu yake iliyokuosha. Maandiko inasema hapo utaanguka mikononi mwa Mungu. Hivyo haujaanguka kwa sababu upate ulinzi, umeanguka ili ufinywe. Ujue vitu za Mungu sio za mchezo. Now listen this. That's why sometimes unapata mtu akimwacha Yesu hivyo tu, mbingu inaweza lia ifike mahali ikasirike, ikupatie ikwambie tu no, mtizo hatukutaki no, huko mbinguni hatukutaki. Hiyo aibu tumepata mwaka jana, mwaka huu sisi hata mbingu hatukutaki. Wewe kule ulikuwa unaenda tuko waka ukaangoje. Mbingu inafikaka mahali inasema enough is enough. Biblia inasema na siku moja mwanaume ambaye anaitwa Aka,
akatenda dhambi, na Mungu akamwamurisha Joshua, akamwambia toa Akani katikati, simtaki kumwona, sababu ndani yake kuna dhambi, na alifanya hiyo dhambi akijua tu ni dhambi. When you are backsliding, wakati unaendelea tu kumwacha Yesu, unajua, and that's dangerous. Unaangukia mikononi mwa Yesu, mikononi mwa Mungu. Na ukianguka pale kama mkosaji, ukianguka mikononi mwa Yesu kama backslider, kama mkosaji, maandiko yanasema ni kitu ya kutisha, ni kitu ya kutisha, na watu hawajuangi hivyo. That's why wakati umemwacha Yesu tu kidogo, unaonanga hauna amani. Don't you know there are people wamekuwa kiabudu hapa, mtu ameenda kanisa na kukaa nyumbani. But I tell you, if umeanguka mikononi mwa Mungu, I tell you, ile amani unasema ni amani ya mdomo, but the enemy is never silent. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Kuna watu, kuna dini zingine ukienda, kuna wimbo wanaimba, na kuna wengine wanasema amani ya Yesu milele na milele, amani ya Yesu iwe nawe milele na milele na milele. Hata mtu akikwambia hivyo, if you are backsliding, there is no peace. That's why the book of Isaiah says there is no peace to the wicked. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, katika kitabu cha First John, nisikilize vizuri twende pamoja. First John 8:10. Maandiko yanasema na mtu yeyote, First John 1:8-10. Maandiko yanasema nini? Verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and there is no truth in us. Yes. Verse 9. Verse 9. But if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoing. Verse 10. Verse 10. If we say that we have not sinned, we make God out of to be a liar, and His word is not in us. Pigia Yesu makofi mazuri. Na usikiza hapa nikueleze, niruhusu nikutumia hapo. Check. Inaweza tumimba. Atukuoleta. Angalia hapa nikuonyesha. Watu wengi wana confuse ama wanachanganywa na hiyo basi. Mtu yeyote hajaisikia habari ya Yesu, kama pale Romans, the book of Romans is called Romans because it was written. Bwana Yesu asifiwe. It is coming from the word Romans, Corinthians, Philippians. So Rome is Romans, watu wa kule mji wa Warumi, na wote walikuwa watenda dhambi, maana walikuwa wanaabudu Caesar, mwanadamu, picha ya mwanadamu. So wote walikuwa ni wenye dhambi. Ndio maana Paulo akasema pale, akamwambia nyinyi nyote mkisema hamna dhambi mnadanganya, maana mnaabudu mwanadamu ambaye mnamuita Caesar. Kwa hiyo mkisema hivyo hamna dhambi, mtakuwa mmedanganya. Ni kama nyakati za Danieli, wale wote walikuwa wanaabudu Nebukadneza, wakisema hawana dhambi walikuwa wanadanganya. Na chekia, wakati watu hawa waliambiwa na Paulo, mkija mjue ukweli wa Yesu Kristo, mkija mjue ukweli wa Yesu Kristo na mpokee the truth, the Bible says the truth, basi zile dhambi zitakuwa zimeondoka, mtakuwa watu wengine. Hapa ninasema hivyo nikimaanisha nini? Wewe umejua kukesha, wewe umejua kuja kanisani Jumapili, wewe sio mtu wa roho. Wewe tumia hiyo basi kusema ati all are sinners. You are not in wrong. You are now in church. Producer, you are now in church. Morris, you are now in church. Catherine, you are now in church. Peter, you are now in church. You are not in wrong. Umejua kukesha, umejua kesheni mkiomba. Huo ni ukweli. Pigia Yesu makofi mazuri. Salimia mwenzako, mwambie be careful. Now listen, wewe umejua kutoa sadaka,
Wewe umejua siku ya kuabudu, umejua masaa ya kuabudu, umejua kumlilia Mungu, umejua nyimbo za sifa. Watu wa pale roho ndio walikuwa wanaanza. Hata Yesu ni nani? Watoto wasiojua neno. Lakini Paulo akawaambia, na mkijua neno basi mtatoka kwenye dhambi, na baada ya kujua hivyo mtasafishwa. You will be justified and sanctified. Mtasafishwa. Basi watu huchukua hiyo nafasi na kusema, Biblia inasema we are all sinners. Are you in wrong? Are you in wrong? You are in church and you say all are sinners. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapenda kutumia hiyo nafasi kusema yeyote anasema hana dhambi anajidanganya mwenyewe. Basi sikiliza, usiwahi tumia hiyo nafasi kusema nitarudi nyuma alafu sasa niendelee ni baada ya muda fulani nirudi kanisani. Anytime unarudi nyuma, mbingu inalia. Unaweza backslide mara 3, mbingu ilie mara 3. Like watoto wa Timothy, ni kama walimsumbua Timothy sana mpaka Paulo akamwambia, ukiwaambia mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, osha mkono. Mbingu ikilia mara 3, Timothy achana na wao, wacha mbingu ishughulikie. Na sikiliza, swali ndio hii, how many times umefanya mbingu hivi? Umebackslide mara ngapi? Ukafanya mbingu igalia. Lakini mimi niko na changamoto na niko na swali hapa. Kuna watu mwaka mmoja, kuna watu wana backslide kila mwezi. Wiki hii unarudi nyuma, hakuna kesha, hakuna maombi, hakuna kanisa. Ile nyingine unarudi. Mbingu imelia mwezi mmoja. Tukikaa tukiona kama uko serious, mbingu inalia mwezi mwingine. Yaani baada ya miezi 12 umefanya mbingu ilie kila mwezi. Yaani kila mwezi lazima malaika walie, mbingu ilie, vile unatumia damu ya Yesu Kristo vibaya. Swali langu ni hii, ikiwa Wakristo wote duniani, hasa nchini Kenya, hata hapa Machakos na hapa Mtituni, ikiwa mbingu inalianga kila wakati kwa sababu ya tabia zetu na mienendo, then the question is here, how is God going to answer our prayers? How God is going to answer our prayers? That remains a question. Ikiwa mbingu huwa inalia kila mwezi kuna watu wana backslide. Yaani kitu inatoka from nowhere, inakukoka. All of a sudden umeachana na Mungu. All of a sudden umedidimia katika wokovu. Mbingu inalia. Kidogo unasema let me wake up. Unasoma kitabu cha Peter, unaona hata ukianguka unafaa kuamka. Wacha niamke, maandiko inasema ukibackslide amka, unaamka. Kidogo una backslide tena. Lakini time unarudi nyuma, mbingu huwa inalia. Kuna watu hata wanafanyanga mbingu ilie kila siku. Saa hii uko sawa, mbingu ilie. Ngoja tumalize kanisa. Mbingu italia mpaka Sunday tena. Hapo ndio kuna shida. And this is my question. Mbingu itajibu kwa njia gani ikiwa tunaifanya ilie kila saa? Mimi nisiona pastor aliyefinywa na mama, akafinywa mpaka akaona haende kwa mganga. Alipoenda kwa mganga akalia, akaona mimi nimefanya vibaya. Akaenda akapia kanisa, mimi nilienda kwa mganga fulani, tafadhali nilipatana na mshirika wangu huko, wewe najua uliniona kwa mganga huyo, nisamehe tafadhali. Kanisa ilikuwa inajua nini, nikasema pastor, tumekusamea, najua ni changamoto za dunia. Nikakaa kafinywa tena, akaenda. Siku moja, listen carefully, just one day, akaamka na bibi yake, wakaamua waende. Mganga akamwambia kujeni usiku, hamtaonekana. Wakaenda usiku, na mganga akasema akaambia clients wake, kesho usiku kuanzia saa 1 sioni watu.
kumbe ni pastors wanaenda huko. Walikiingia tuketi ya mganga step 2-3. Kitu and they died. Wakawadra. Sikiliza, walikuwa na mtoto mmoja wao ambaye alikuwa anaenda pamoja na yeye, akakimbia. Akasema wakiwa pale aliona from nowhere wazazi wake wameanguka, wamekufa. Na mimi nilipopata hiyo habari nikawa na maswali. Nikasema unaweza tia Mungu aibu, mbingu inaezalia kwa sababu yako mwaka huu ikalia tena, lakini ikimwaga machozi ifike mwisho, that is now terrible. Ni kitu ya kutisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo never use this fast to say you are a sinner. Morris, you know what the Bible says about vocation. You know what the Bible says about giving. You know what the Bible says about prayer. You know what the Bible says about reading the word of God. Kaeni mkisoma neno na neno langu lisitoke kinywani mwenu, neno langu likae kwenye mioyo yenu. You know that? So you're not a Roman. You cannot say I am a sinner. But when you backslide, sikiliza, unafanya mbingu ingie. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Now, as we go to 2 Peter 2, let us go there. 2 Peter 2, 20-22. 2 Peter 2, 20-22. 2 Peter 2, verse 20. Ngoja watu wafungue. 2 Peter 2, 20-22. Asoma. Verse 20. Ehe. If people have escaped from the corruption forces of the world, the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and then again are caught and conquered by them, such people are in a worse state at the end than they were at the beginning. Atende kwa vizuri, hiyo umesoma ni verse 20, si ndio? Maandiko yanasema ikiwa mtu atajua ukweli, yaani mtu alikuwa katika dunia, alafu kafika mahali akajua ukweli kama Steve. Sasa hivi unajua ukweli. Unajua mfalme ni Yesu. Ni kweli si kweli? Ikiwa mtu alikuwa amefika mahali akajua ukweli wa Mungu. Verse 21. Verse 21. Yes. It would have been much better. Kabla usome pale sikiliza. Maandiko yanasema na ifike mahali kuja hapa. Utakuja na hiyo hapa. Hali hapa mbele ni kuonyesha. Hali hapa. Hizi ni dhambi zile ulikuwa nazo. Ukajua ukweli zile dhambi zikaondolewa. Zikaenda dhambi ukawa freeman. Kwa mtu wa kukesha, reset, kuhubiri, kuomba. You are together with Jesus. What a friend you have in Jesus. Ama tuimbe Kiswahili. Yesu ni rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika mahali mpaka ukiimba kwa njia Yesu ni rafiki yako, Yesu ni rafiki yako. Alafu all of a sudden you think twice. Unasichukua zile dhambi zako. Maandiko yanasema vile umekuwa hivyo. Sio unasichukua. Maandiko yanasema mbingu itaachilia hata mapepo. Itaruhusu hata shetani. Sikiliza, ukue kitu kibaya kuliko vile ilikuwa. Meaning that is a curse. Ulileta aibu kwa damu ya Yesu Kristo. Ukamkanyanga shetani, Yesu, badala ukanyange shetani, ukakanyanga Yesu. Basi laana inakuja kwako. Unakuwa wewe ni kitu kibaya kuliko vile ulivyokuwa. Kuna watu wanasema tangu niache Yesu niko sawa. Listen this, nikueleze vizuri.
wakati umerudi vile ulivyokuwa na unaona uko sawa, ni shetani anakuhubiria na kuambia uko sawa, lakini mbingu haioni ukiwa sawa. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Simama pale. 21. Verse 21. Verse 21. It would have been much better for them never to have known the way of righteousness than to know it and turn away from the sacred commandment that was given to them. Maana inasema ingekuwa afadhali au ungekuja kwa Yesu kuliko kuja na uende. Listen to the pamoja. Yule mtu alijua njia ya Yesu Kristo. Sikiliza. Yule mtu alijua njia ya Yesu Kristo na akaiacha akarudi kwa shetani. Maandiko yanasema kichapo cha huyo mtu, uharibifu wa huyo mtu utakuwa zaidi ya yule ambaye tayari hajajua. Ni kama saa hii umejua mambo na kanisa alafu useme mimi let me put a full stop. I have seen people who say nimeacha kanisa, wacha nikae nyumbani mpaka Mungu aniongeleshe. I don't know how God will handle this. But nashukuru kwa sababu wewe uko na kanisa. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this, verse 22. Verse 22. Yes. What happened to them shows that the proverbs are true. The dog goes back to what it has vomited, and a pig that has been washed goes back to roll in the mud. Achini. Maandiko inasema kama vile kitabu cha Methali kinasema ni ukweli kwamba dog ni mbwa, si ndio? Mbwa akishatapika aende alafu arudie matapiko yake. Sikiliza, akule yale matapiko. Biblia inasema ule mtu ameendelea na Yesu alafu akarudi nyuma ni kama mbwa ambaye ametapika alafu anarudia matapiko yake. Ushaiona mbwa ametapika? Kuna watu hawajaiona, naona watu wanakuja uso hivi. Sasa unakuja uso na hujaona mbingu, nayo mbingu inaona unarudia matapiko, inakujanga jana. Malaika wanakuja uso hivi. Akadiri yamerudia matapiko hivyo, inakujanga uso. What you're going for is not the right thing. Pigia Yesu makofi mazuri. Na Biblia inasema pia ni kama nguruwe, so ni nguruwe, pig, ambayo inaingia kwa inaliosha vizuri, akakuwa safi, inakata kidogo, inarudia na uchafu. Tena nguruwe inaosha vizuri, alafu inakimbia tena inaingia kwa ule uchafu. So, sikiliza, Yesu kuja na hiyo baba. Yesu alikuja akaangalia matapiko yako. Mwambia mwanangu, hii ni damu. Matapiko si akikaa sawa. Umepona. Alafu unasade ndio huyo pole. Nimeacha kesha step 1. Sunday siendi step 2. Story sadaka. Siendi maombi. Siendi evening. Subiri. Siendi kesha. Unakula matapiko yako last. Mbingu hapo inaanza kulia. Salimia mwenzako, mwambie aibu. Muuliza aibu nini? Usalimia mwenzako. Pigia Yesu makofi mazuri. So any step you make, ukienda, sikiliza, ukiendea matapiko, ukiendea uchafu, mbingu inaanza kulia. Malaika wanaanza kulia. Ndani ameacha kesha. Ndio huyo. Ameacha kuhubiri Sunday. Ameajana na kuhubiri. Hata tuone verses kwa mtandao. Kuna watu hapo walianza vizuri wakati walikuja. Status zao zilikuwa ni verse by verse. Blessed are those who mourn, verse ya asubuhi. Jioni siku hizi unaona TikTok wanaela, unaona maajabu. Anaweka gari imeandikwa hapa neno
Ukiona mwenzio ya chinjo, jua uko kichinjioni. Ya saa hii nawaambia ukweli, saa hii status za watu zimebadilika. Lakini kuna wakati nilikuwa naona fast asubuhi, fast jioni. Kama sio fast wimbo. Siku hizi mumenifurahisha, lakini ninaona maajabu. Na angalia naona asubuhi. Usidhani umeinuka kesho tukongoje chini. Usidhani umeokoka ukashinda malaika. Unaona unarudia matapiko slowly by slowly. Swali lako linabakia hapa. Ikiwa Mungu anasema mnamkanyanga Yesu na miguu yenu na mnaleta aibu. You know the blood of Jesus is not ordinary blood. It is extraordinary blood. The blood of Jesus is a miracle blood. Si kama ile damu ya kuku, ya mbuzi, ya nini wakati wanaitisha. It's a special blood. Wakati unaikanyaga. Saa hii nataka nikuonyesha. Saa hii ukichukua tu uchinje kumwange damu, ama nichinje kitu nikuje kwako ni mwange damu hapo nje, uione hauwezi kukaa. Afadhali kama ina mambo mingi, afadhali uite neighbor waone kabla ufuki. Kuna watu ukimwanga damu they cannot step. Kwa nini? Niliona ajali nyingine ilifanyika pale Kisutu Waters. Damu imemwagika, hakuna mtu angefuka hata gari. Mpaka sasa yule anapita ni yule ajui kama haiko. Why is that? But damu ya Yesu Kristo haki kujua hivyo ama haiko. Unapitia juu kivyako tu. Hautaki kujua, lakini ya mnyama hautaki kufuka. Ni damu tu ya kuku, lakini kufuka uwezi hata kidogo. Lakini ya Yesu hauna hata kuona haya. Lakini Yesu ni kama anaangalia, Roho Mungu anaangalia, malaika wanaangalia, wanasema tungejua tungetumana Yesu msalaba. Ile ni damu yake inasumbuliwa na watu namna hii. Tungejua na tungetumana. Pigia Yesu makofi mazuri. Now this is my question. This is my question. Pigia Yesu makofi mazuri. In the book of Luke 9:62. Luke 9:62. Somea pale. Luke 9:62. Sikiliza vile Biblia inasema. Luke 9:62. Luke 9:62. Yes. Jesus said to him. Jesus said to him. Anyone who starts to plow and then keeps looking back is of no use to the kingdom of God. Maandiko inasema watu wawili wakuje tu. Kuja na hiyo kiti. Anyone. Kuja na hiyo moja. Yes. Nataka nikuonyeshe hapa ili tuelewane vizuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka uangalie hapa tu. Kila mtu angalie hapa mbele niweze kukuonyesha. Wangapi wanatazama? Hii tutatumia kama plau. Unaweza simama huko. Angalia nikuonyeshe vile tutafanya. Angalia. Yule akienda step moja. Sawa. Akienda step unapeleka moja. Umeelewa? Tuwapigie makofi mazuri. Haya, step moja wanalima kwa shamba. Sawa sawa. Step 2 wanalima. This is the plow. Mlao kikaba wanalima. Step. Haya, huyu aangalie nyuma. Analima.
Angalia nyuma. Step. Wewe angalia nyuma. Step. Sasa utalimaje na umeangalia nyuma? Hauwezi lima. Ng'ombe ameenda kabisa. So maandiko inasema mtu yeyote ameanza kulima alafu angalie nyuma is not fit for the kingdom. Now listen, do you know how it is dangerous to backslide? Yaani kule ukovu wa mwezi wa kwanza uko umechemka, mwezi wa pili hujachemka. You know it is dangerous. Maandiko inasema Yesu mwenyewe akasema huyo mtu wa backslide leo, sikiliza, leo umerudi nyuma, kesho umekuja, leo umerudi, sikiliza, maandiko inasema huyo mtu is not fit for the kingdom. Pigia Yesu makofi mazuri. Kaenda chini. Na angalia hapa. Chekia. Mkristo wa kupanda na kushuka leo kwa Yesu umebackslide. You are for Jesus, fire for Jesus, fire for Satan. Huku chini ni Satan, huku juu ni Jesus. So you are fire for Jesus, fire for Satan. 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 This is dangerous. Maandiko inasema mtu wa aina hiyo, you are not fit for the kingdom of God. Wachana na wale wahubiri wanakupembeleza, wale wanakuambia you are okay. You can backslide and come to Jesus. Katika Paulo akieleza backslide, alisema mtu ambaye ametenda dhambi lakini bado ako kanisani, sikiliza, aongeleshwe na asamehewe. Sawa? Lakini sikiliza, twende pamoja. Hapa kuna changamoto. Paulo pale hayatuelezea hatari za kufanya hivi, lakini Yesu ametuambia. Paulo amesema huyo mtu ambaye ako pale amekosa, amefanya nini, backslide, lakini mko naye, msamehe na muongeleshe, mrudishe kwa laini. Hajatuambia mkimkurudisha mtafanya nini, lakini kile amesema ni kwamba akirudi kwa Yesu. Na sikiliza, changamoto iko hapa. Yesu naye akasema, sikiliza, unajua huyo ni Paulo anasema, lakini naye Yesu anasema nini? Anasema unsinkable salvation is not salvation. Samson did this and did not make it to heaven. Unsinkable salvation is not salvation. Unachezea damu ya Yesu na unachezea mwili wake. So you are not fit for the gospel. Angalia, tazama hivi Revelation. Kama hauko tayari kufa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, you are not also fit. Unatishiwa tu na bunduki na askari, unaacha kuabudu na kueneza injili. Askari wanafaa kukataze kuhubiri, uendelee kuhubiri, afadhali hata wakuue. But you look at Kenya, believers, true believers, and the preachers, sikiliza, they obey anything they hear. Wakisikia like huku Machakos, mkisikia Wavinya anasema hivi mnafuata. Hamtaki kufuata Biblia. The Bible is very clear. Anyone who knows the truth and is not ready to obey has a zigzag movement and zigzag salvation. You are not fit for Christ. Nani hapa, sikiliza, nani hapa hii tangu mwanzo mwaka uanze umeteseka kwa ajili ya Yesu? And I see all the people are smiling. Nani hapa ameteseka? For example, nikupatie mfano. Nani hapa kwa kanisani leo na ulikuwa uende mahali lakini marafiki ukawaambia unaenda church, na saa hii ukitoka ujui vile utawaambia, maana watakuchukia. Nani? You see, so there are people here who say we belong to Jesus no matter what. But someone, listen, nikupatie mfano mzuri. Kuja.
Mtu anaweza kuambia umwache Yesu na ukakubali. You are not fit. Mtu anaweza kuambia uende kanisani, kuna mahali nataka unipeleke, na ndio obey. You are not fit for this kingdom. Can I tell you one thing? And I can tell you for free, because the blood of Jesus was given for free, so that who will joke with the blood will pay for it. Now listen this. Ukiniona hivi mimi, listen. Hakuna Jumapili sijawahi kuhubiri. Kusikiliza, kuanzia nikiwa class 6. Kila Jumapili huwa ninashika hiyo mambo. Na hakuna siku inaisha bila kupigia mtu simu ama kumtumia sana. Nikishindwa kama sina credit, sina nini, status yangu unaenda upande mstari wa neno. Because I know if you are a preacher, anytime you are not preaching, you are not fit for the kingdom. Hii kanisa kabla ifikie pale, nilikuwa naona ikiwa kidogo tu wakati wa awali wanarushana ni nani atafagia, sitafagia, wewe fagia, sitafagia. Na waangalia yeye, najua hawa they are not fit. Lakini kwa sababu nalea na ninawalea, nasema Mungu asaidie kimoyo moyo. Sasa zingine walikuwa wananipata hapa Saturday, nilikuwa naomba angalau wakikuja wafagie. Yaani uombe ndio wafagie, usipoomba hauwezi fagia. Because wanaweza fagia, yaani kutegemea vile watakuja, ile mood watakuja naye ndio watafagia. Wakija na mood baya, wewe pastor jipange na kufagia. And let me tell you, like hapa kwa kanisa, kama kuna kitu unafanyaka hapa kanisa, ile siku hujafanya, you are backsliding. Ndio mimi unaonanga, for example, unaweza sema hautafanya kitu. For example, nataka nikuonyeshe an example. Unaweza sema leo ile maji zitaleta, hazitakuuliza. Ile maji utaipata pale, itatafuta njia zingine ikoe, ama mimi mwenyewe niilete, ama ninunue ya sokoni. Maana ikiwa umechoka na kazi yako ya kuleta, haina haja ulazimishi, but you are not fit for the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Now look at this. Do you know how it is difficult kuendea mtu umhubirie hadi kanisani? Very difficult. Wengine hata inaweza fika mahali useme nimeachana na hiyo kazi. Ukiachana nayo, you are not fit for the kingdom. Unafaa kuwaendea na kuwaleta hata wakikataa, because you are fit for the kingdom. Yesu hakuchoka, hata alikuwa anasema wewe ni tax collector. Hakuchoka, ako katikati ya watu, umepanda juu ya mti ndio unione. Jesus never got tired, because he was not a backslider. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi natoa onyo hapa, sikiliza. Siku yoyote utaona rafiki yako ni mtu ambaye ako on and off kwa salvation, yaani leo ako fire, leo ako spiritual, kesho ameshuka chini, be careful with that person. Anaweza kuwa ndiye atakuondoa kwa kupofu kesho yake. Usaidua Steve, urafiki na mtu ambaye leo wiki ameokoka na kesho hajaokoka, usipochunga anakumeza. Ndio tunakuwa backsliders. Nishikuwa na pastor mwingine ambaye kanisa, maana alikuwa anapenda sadaka sana. Kanisa ikitoa sadaka ndogo, hakuna familia, aniambia hii pastor, hii ni kidogo, wacha sio nikija kanisani tena. Kuhubiri hapo siwezi kuja. Yaani ninawalika hubiri, akihubiri anasema pastor, hiyo sadaka yote mimi nahubiri iweke mahali. Mimi najiokolea, nasema ikusanye. Maana sihubiri ndio unipe sadaka, ama ile sadaka sio nataka wakati nahubiri. Ndio nimleo pastor baadaye nimwambie ni makosa. Wacha aende na roho safi ndio tuongee baadaye. Mwambie kusanya, enda na.
Siku moja nikamwambia hii tusome maandiko. Hapana pastor, hii ni kibali yangu ya kutafuta, nilipewa na Mungu. Hata kibali ya kutafuta wapi kumeandikwa? Nikamuuliza, kwa Biblia hakuna hata sadaka moja Yesu alichukua akajenga nyumba yake ya kuishi, wachana na ingine. Hakuna mahali kwa Biblia Peter alijenga plot na sadaka. Do you know that? Hakuna mahali kwa Biblia Paulo aliendesha biashara zake na sadaka. Lakini mtu anakuambia ni kibali nimepewa na Mungu, na Mungu amenibariki hii pesa. Sikiliza, sadaka ni za kueneza nchi. For example, ukiniambia kesho naenda door to door na hauna chakula na niwe na 100, pengine ukiona mwana Benjamin hawe na kitu, nitamwambia mpe ule mtu aende door to door, maana sadaka ni ya kueneza nchi. Lakini huyo mtu unakuwa na hiyo tatizo, na tuko na hizo tatizo katika maisha yetu. The work of God is the body of Christ, whereby we are supposed to work. We are supposed to make sure the kingdom of God is growing in power, day in, day out, na sisi wenyewe bila kurudi nyuma. I would like to tell you one thing here as I go to the final part. Damu ya Yesu Kristo, the covenantal blood also, pigia Yesu makofi mazuri. Covenantal blood also brings what we call blessings. The book of Isaiah 56, book of Isaiah 56, verse 1. Isaiah 56. Listen what the Bible says. Isaiah 56 verse 1. The Lord says to his people, do what is just and right, for soon I will save you. Maandiko yanasema Isaiah 56 mstari wa kwanza, na Mungu akawaambia, fanyeni kilicho cha ukweli, basi nitawaokoa. Halo, vile unasumbua damu ya Yesu Kristo na vile unasumbua mwili wake, how can God save you? Verse 2. Verse 2. I will bless those who always observe the Sabbath and do not misuse it. Maandiko yanasema, na nitabariki wale wanaoipa heshima siku ya Sabato. Do you know who is Sabbath? Who is Sabbath? Who is Sabbath? Sabbath is Jesus himself. In the Old Testament, the prophecy was to bring Sabbath. A Sabbath means holiness. Sabato inamaanisha utakatifu. Sabato inamaanisha utakatifu. Jana wale watu wanasema ni siku. Sabato inamaanisha Yesu Kristo, inamaanisha utakatifu. So maandiko yanasema wanaobarikiwa ni wale wanaoheshimu Sabato, wanaoheshimu utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama upatii heshima utakatifu, you are not fit to be blessed. So damu ya Yesu Kristo huwa inabariki, lakini inabariki akina nani? Wale ambao wanafanya kitu tunaita justice, integrity, wanaofuata haki, wanaofanya the right thing. Hiyo ndio maandiko yanasema. Okay, wewe ni mtu umejua kesheni mkiomba and you want God to bless you. Do you do keshari? You do kesha? Wewe ni mtu ambaye unajua kila Jumapili lazima niwe kanisa. The question is, unahitaji baraka za Mungu. Unahitaji baraka za Mungu. Baraka kama nini? Unahitaji uzima wa milele. Lakini Jumapili ya usingatii. Will you make it? Unahitaji ukifa, ukiacha hii dunia, ufike mbinguni. But sheria za Mungu na kufanya kazi hautaki. Will you make it? So maandiko yanasema blessed
observe the Sabbath and do not misuse it. And not misuse it. Do you misuse the word of God? Because Sabbath is Jesus, the body of Christ. Do you misuse? How do you misuse Sabbath? Roho wa Mungu alipoingia ndani yako, aliingia kama Sabato, aliingia kama mtakatifu kwako. How do you misuse? Kwa kupatia aibu damu ya Yesu Kristo. Like tunaweza kuwa tuko na mshirika wetu hapo, lakini hapo sokoni anaturepresent huko, yani anatusimamia huko kuonyesha vile tunatesa damu ya Yesu Kristo. But you see, is that good? We are here, tuko na mshirika ambaye pengine hapo Machakos anafanya kazi, anasimamia kuonyesha vile hatuwezi tii Mungu. Do you think the heaven is happy? I normally tell people, do what is right, you alone. Because sometimes you may expect someone to do the right thing, but fail. Yaani wewe mwenyewe fanya vile unajua Biblia inasema ni ukweli. Maana sometimes wakati mwingine unaweza, sikiliza, unaweza kuachia mtu afanye vile mbingu inataka na ukose kuona. Mimi siku zote nimehubiri na kitu nilisema ndani ya moyo wangu. Hata kama wahubiri hawataki kuambia watu ukweli, nitawaambia watu, wawe marafiki wangu ama wasiwe, lazima niseme ukweli siku zile Mungu atanipa kuishi. Pigia Yesu makofi mazuri. Now this is my question. Those who observe my Sabbath and do not misuse it. When you are misusing the blood of Jesus, je, mbingu iko na furaha wewe? Okay. Listen. Hakuna siku moja, sikiliza, ulipenda kusaidia watu kupeleka Injili. Niliona mtu mwingine siku ya jana, nilikuja hapa baada ya ibada, labda basade akatuma SMS, ananiambia Pastor, where are you? Kamwambia niko kanisani. Mbona leo hujazunguka? Na imagine ni mtu ambaye hakujangi kabisa kabisa. Kaniambia unabeba na John. Hebu hiyo 200 umpatia weke mafuta akubebe. Hiyo ile Saturday inakuja. Sasa huyo mtu na hakujangi alinionea happy na beba na John. Yaani mtu anaona ni kazi yangu, acha nitafuta mafuta 200 nimpatie. Akatuma. Lakini hiyo kitu ikanipatia mawazo. Mbona hapa kuja kuna mtu ashaisema John amenibeba, wache niwekee John 100 mafuta. Nikasema hawa Mungu ameanza kutuma watu wengine huko. Mbona anafanya hivyo? Lakini nikawa na mawazo ndani ya moyo wangu. Nikisema ikiwa Mungu anatupenda sisi na sisi tupende kazi ya Mungu, tusitie mwili wa Yesu Kristo na damu yake aibu. Mstari wa 2. Sikiliza mstari wa 2. I will bless those who always observe the Sabbath and do not misuse it. Verse 3. Verse 2. I will bless those who do nothing evil. Verse 3. Verse 2 inamalizia kusema nitawabariki wale ambao hawatendi maovu. Nataka wewe mtu ambaye upendi maombi, is it Jesus blessing you or is it Satan blessing you? You have backslided. Umerudi kule ulikotoka. Umekuwa mtu ambaye upendi maombi, upendi nini, unapenda kazi yako kuliko Mungu. The question is, wajua watu wanadhani kubarikiwa kwa mwanadamu ni kupata gari, kupata nyumba, kupata plot. Hiyo sio baraka ile Mungu anasema. Nyumba utajenga kuja hadi kwa kianguke. Baraka za Mungu, maandiko yanasema, na baraka za Mungu hazina mwanzo wala mwisho na hazina kikomo.
Pigia Yesu makofi mazuri. Na maandiko inasema baraka za wateule. Let me now tell you what it is now here. Baraka za wateule waliokombolewa na damu ya Yesu Kristo, kulingana na unabii wa Isaya unasema, sikiliza, watapatiwa baraka ambazo hazina mwanzo wala mwisho. Ni nini hicho hakina mwanzo wala mwisho? Eternal life. Lakini plot utasikia umejenga mahali, mwenyewe amepeleka kesi, kesho umeondolewa. Is that blessing? Is that blessing? Utapata pesa leo 100,000, kesho sipotee kwa mdomo, hauna chochote. Is that blessing? Pesa itaponyoka, plot itaponyoka, mali ya dunia itaponyoka, lakini uzima wa milele usipopatiwa na Mungu, sikiliza, hauwezi kana. There are people who think, listen, kuna watu ambao wanaamini kwamba vile wana misuse, vile wanatesa damu ya Yesu Kristo, vile wanatesa mwili wa Yesu Kristo, atakupea uzima wa milele. Hata wewe kwa hali ya kibinadamu, mtu akikutesa, hata kama Biblia inasema love your enemy, kuna watu wanateswa na watu wanaacha kuwasaidia katika hali ya kibinadamu. Lakini unatesa Yesu kila siku, jana usiku, kwa kuongea kila mara, backsliding every day, every time, every moment. And my question is this. If the Bible says, verse 2, I will bless those who do not do evil. Now what is evil? Backsliding is evil. Pigia Yesu makofi mazuri. Verse 3. Sikiliza verse 3. Verse 3. Yes. Foreigners who has joined Lord's people should not say, Lord, me worship you. Foreigners who have joined, a foreigner who has joined with the Lord's people should not say, the Lord will not let me worship with these people. A man who has been castrated should never think that because he has no children, he can never be part of God's people. Listen what that verse says. The Bible says a castrated person is eunuch. Mwalimu nimepata, castrated person is eunuch. Ndio, nipigie makofi mazuri. Should not say, should never think that because he cannot have children, he can never be part of God's people. Maandiko inasema na mtu ambaye hajapata familia. Eunuch ni mtu ambaye ni mwanaume ambaye hawezi kuzalisha, hawezi pata watoto. Maandiko yanasema na mtu huyu asiseme kwamba sijabarikiwa, the verse, na asiseme kwamba sina watoto. But next verse, the Lord says to such a man, if you honor me by observing the Sabbath, and if you do what pleases me, and faithfully keep my covenant. Verse 5. Verse 5. Then your name will be remembered in my temple and among my people, longer than if you had sons and daughters. You will never be forgotten. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko inasema na mtu yoyote mwanamume ambaye ana uwezo wa kupata watoto, sikiliza, akiingia katika agano la damu ya Yesu Kristo mwana kondoo, jina lake, unajua mtu Steve kuja kuonyesha Steve akipata watoto, jina lake litajulikana kwa sababu ako na kizazi cha watoto. Hello? Daughters and sons. Lakini maandiko inasema mtu ambaye ana uwezo wa kupata watoto, ambaye ni mwanaume, akija kwa Yesu, jina lake litakuwa famous na litapata kibali kuliko wakati
angekuwa na watoto. Na maandiko inasema mtu huyo jina lake litakumbukwa milele. Pigia Yesu makofi mazuri. Na maandiko inasema ataingia katika kuta za kuabudu, na akiingia ataitwa mbarikiwa siku zake zote. Pigia Yesu makofi mazuri. Can you see? Anyone, mtu yeyote apatii aibu damu ya Yesu Kristo na mkanyangi Yesu Kristo na miguu yake, maandiko inasema huyo mtu jina lake litakuwa famous. Now listen this. Unaweza kuwa mtu wa siasa, MCA, ukajulikana holoka. Ukajulikana huko kabisa. Kila mdomo unaimba MCA wetu. Unaweza ukaimba Wavinya gavana. Lakini let me tell you, ikiwa Wavinya hana Mungu, sikiliza, siku zake zikiisha, hiyo jina imeisha. Tunaweza imba Ruto, tuimbe Ruto, lakini ikiwa Ruto hana Mungu, siku zake zikiisha zimeisha. Ingine inaweza sema rais wetu, jina ijulikane, mpaka hata paka wakifungua mdomo wanasema huyo rais. Domo. Kila mnyama anaimba huyo rais. Lakini ikiwa ana Mungu, hiyo jina maandiko yanasema itapotea. Lakini jina ya mtu aliyeweka agano na Yesu, aliyekataa paka slide, maandiko yanasema na hiyo jina itakaa milele na milele. And I tell you one thing, if you are a giver in this altar, in heaven will also utakuwa na tabligha. Wapi give us, where are you? Salimia mwenzako, kumwambia sikiza hii. Si kwa sababu ni giving, lakini kwa sababu ni muhimu. Pigia Yesu makofi mazuri. Na angalia hapa. Mbinguni jina ya kila mtu vile ulivyokaa kwenye agano la damu ya Yesu Kristo itakuwa inajulikana. Kisha kama Yesu anasalimia watu, give us, raise up your hand, give us. Unashindwa kuinua. Clean us, worship us, intercessors. Wale mlikuwa intercessors duniani, mikono juu, hakuna mkono. Wale mlikuwa mnakesha duniani, mikono juu, sasa tuko mbinguni. Mikono juu, hakuna. Wale mlikuwa mna support crusade duniani, mikono juu, hakuna. Wale mlikuwa mnacheza vyombo kanisani, mikono juu, haujapia anywhere. Unasikia kama hujapia mahali rudi kulipotoka. Kama hujapia akiva Titus waibaji intercessors. Mwone Yesu ameinamisha kitu akasema, kama hujasikia nimekutaja house ulijifanya kuingia huko. Na hiyo unaniangalia hapa, unaangalia mtu mwingine unasema na ina ngoja sema Morris na nusu ngwa na nusu mwa vile kwa na ngoja nilikuwa nasema Morris ni mbaya, ndio ameinua kwa ngiva, ameinua pengine, ameinua mara tatu, mimi hakuna mara hiyo. Yesu naona amekuja mara pili. Kama umeingia huko kibahati, ulikuwa mgosi kwa duniani, inua, hapo ndio unatokea. Sema sio mimi. Kama ulikuwa mtu wa kutetea watu wasitoe, hapo ndio unainua. Sema hivi. Yesu makofi mazuri. So maandiko yanasema our names shall be known everywhere if we are true. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi wanataka majina yao yakuwe famous katika mbingu? If you want your name to be famous in heaven, pigia Yesu makofi mazuri. Mtu mmoja akasema, saa hii ukisema toto, watu watakwambia mafuta, maana wanajua toto ni mahali unaweka mafuta. Sawa sawa. Ukisema ola, utasikia mahali tunachukua ngasi. Maana hao watu walipitia magumu kujenga nchi, lakini hizo jina zitaisha tu. Maana
ni za hapa duniani. Wewe umechukua hatua ngapi kujenga jina lako mbinguni? Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka nimalizie pale nikisema hivi, kuna nikuonyeshe maajabu hapa. Nikuonyeshe, nimekumbuka tu kidogo. Nikuonyeshe, pigia Yesu makofi mazuri. Kuna mtu aliniandikia hapa, Pastor, mimi naotanga nikiwa kwa ile tukutuku ya Njoo. Juzi nimeota nimeangushwa na Njoo nikiwa kwa tukutuku. Ninamaanisha aje? Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia utaniona nitakueleza. Bwana Yesu asifiwe. Vitu zingine ni za maajabu. Na hiyo unaendesha motorbike. Kuna mwingine anaota umemwangusha na tuktuk. Unajaribu hawezi kukutumia wewe, lakini ananiambia inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Tukimalizia pale, kuna maswali nataka ujiulize wewe binafsi. Mshiona mwingine hapa alisema anaota akiwa Jehanamu, amechomeka usiku wote Jehanamu. Yaani umeenda Jehanamu na bado tuko dunia. And you are serious. You are not backsliding. Tukimalizia nataka tuseme hivi. Let us all be serious. Let us walk together. Na nikisema hivi inamaanisha nini? Kuna kitu hapa ujue na ya muhimu. Like ulikuja hapa ukiwa uendaki kanisa, umefikia level fulani ya maandiko. Ukitoka hii kanisa uende ingine ambapo utarudi chini kimaandiko. Kurudi chini kimaandiko it is also backsliding. Kuna mtu alikuja hapa kanisani, nilikuwa kila mara nikisema Luke 1:50 nasema aje? God is merciful to those who honor him. Juzi nimemuita nikamuuliza Luke 1:50 nasema aje? Pastor, kitambo nilikuwa najua, saa hii sijui. You are backsliding. You know that? You are backsliding. Mwingine alikuwa na nikisema Acts 3 ananiambia Pastor tulia, inasema hivi. Juzi nimemuita Acts 3. Pastor inasema aje? Musa alienda mlimani ama? You are backsliding. In your growth, you are backsliding. And God is never happy with that. That's why you see, kama nimekulia hapo ukafika kiwango fulani cha neno, ukienda kanisa ingine ambapo neno iko chini, tayari umekuta backslide. And God will not be happy. Mwekali alikuja hapa bila kujua what is covenant, bila kujua what is deliverance. Kidogo tu uingie kwa kanisa ambayo hata ukifundisha ujui umesoma ama hujasoma. Hakuna chochote kinaingia kwa anga yako. You are backsliding. The devil uses that strategy. Listen this guy. Shetani anatumia hiyo njia. Akijua wewe unapenda Mungu, anakuondoa katika ile kanisa, anajua unainuka kimaandiko, anakupeleka mahali ambapo anajua hata hapo ukifundishwa hiyo backsliding. Anajua hapo unafundishwa. Wacha nimalizie hapa tu, kujeni mtu ana vitu nikuonyeshe. Kama mtu namalizia hapo, cheki ya hali hapo. Wewe rudi. Na ukae pale chini. Na angalia hapa, unazuia hawa wengine kwa mbele. Kama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na angalia uko hapa, nenda itefemu. Nimekuhubiria umejua neno. Siku moja uone umekosewa na mtu hapa ama
ile unasemanga neema imeisha. Useme mimi sasa naona ni heri niende. Si wewe unaletanga haya mawazo. Ni shetani na Morris. Hapa ende. Mungu anakupenda. Na kwa sababu Mungu anakupenda, nataka Mungu akuchukie. Kwa makanisa. Mama chati na hapa. Unaenda hapa. Basta kwa Usako lili kananda ngo. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma tu, hakuna chochote umeelewa. Sasa hiyo Mungu anajua Morris is backsliding. Ukisoma kitabu cha Judges kinasema na wana wa Israeli wakasahau amri za Mungu. Na Mungu akamwambia, kwa sababu mmesahau amri na muendelee kupokea amri, na mimi nimewachukia. Mungu akasema, na mimi Mungu wenu nimewachukia. Rudini mahali mlipoachia mkaanzie pale. Mungu akasema hivyo. Basi wakati umeenda pale, shetani anajua hata ukiwa pale kwa ile kanisa, you are also backslided. Tunakutana pale almost naendelea na kunianze kwa sana. Hata ndio naendelea vizuri. Shetani ukienda pale anahakikisha shida sio mingi ndio usirudi. Mimi nishaona mtu ambaye ukiwa na yeye ukihubiri hakuwa anaumwa na kichwa. Alikuwa anaumwa na kichwa. Sasa hii mahubiri kichwa inamuuma vibaya sana. Sunday week anaweza kuanza kusumbuliwa na muombea hapo. Wacha ile siku aliyama kanisa. Hiyo siku kichwa ikapotea, maumivu ikapotea. Akakaa, akaniambia hapa kitambi ile nimerudi. Pastor tangu tuachane, wewe haukuwa na neema. Kumbe ni mtego wa shetani. Kila mara nikilala naona ameingia kwa mtego fulani na anaenda kumaliza. Siku moja wakiwa pale baada ya kanisa kumaliza kanisa, wakikaa vizuri na pastor, wakiongea na pastor, kumbe kuna kitu walikuwa wamekosania kidogo. Vita ikatokea, wakaanza kupiga. Yule pastor, kuna pastor wanajuanga vita, akamweka moja. Ati pastor hata huyu wetu anajua kidogo, siseme hivyo. Sasa akamweka kwa mahali mzuri, ikamshika shingo, ikakaa hivi. Hiyo shingo alitibiwa mpaka ikangeuka ikawa kansa, all the way mpaka akaisha. Nikajua kumbe mbinu ya shetani inaweza kuonekana nzuri, lakini inaweza ikawa mbaya. Anakumaliza. Ni kama siku moja hapa uweke mikono tupigane mimi na wewe. Sasa mimi heri niende kuliko tupigane. Nakumbuka hapa mwaka wa 2020 ukianza hivyo, kuna mtu mshirika aliniambia nitakumaliza kabisa. Kukutana pale sokoni. Pastor usinione kidogo. Siwewe nitumia message. Naweza kukumaliza wewe, kijana mdogo kwangu. Nikamwangalia nisikasema kimoyomoyo. Hatuko kubishana. Mimi niko nikuhubirie. Kama umemwacha Mungu, hatuwezi kubishana mbele yako. Nikimsema mnaweza mjua. Sasa hii na mwananga tu. Basi tunisaidia na bao nikakunywa chai. Na ulikuwa uko tayari kwa vita. Shetani anaweza akakudanganya kwa sekunde moja na kuondoa katika ushirika wako na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ukichezea damu, kuna mambo mawili. Ukichezea damu ya Yesu Kristo, kuna mambo mawili. Kuna baraka au laana. Ni wewe vile utajua. Backsliding is punishable. Backsliding is punishable. Wakati watasema wataendelea na Mungu liwe liwalo, mikono juu, mikono chini. There is no best deliverance than that. Siku moja nilikuwa najiuliza,
leo nikifungwa jela kwa sababu ya kuwahubiria, je, kuna mmoja wenu atasimama kusema tuendelee na injili? Ama nyote mtakaa nyumbani mkule ugali na sukuma na omena, alafu mseme siku ishe vizuri? Hiyo ndio swali. Lakini ombi langu kutoka kwa moyo ni kwamba hata nikishikwa, kuwe na watu ambao wanasema injili isonge mbele. Wangapi? Wangapi wanasema injili isonge mbele? Simama. Ukiwa umesimama hivyo, ukiwa umesimama hivyo,